Tuna mpango wetu wa miaka 10 ambao hivi ninavyoongea uko mezani kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nitumie baraza hili kumwomba waziri wetu mkuu mpendwa, mchapakazi, mwaminifu na mtiifu, kwa niaba ya wanatemeke wote atupitishie mpango wetu wa miaka 10. Ni kupitia mpango huu ambao hivi sasa ninavyoongea na wajumbe wa baraza la Temeke uko mezani kwa waziri mkuu, atatupitishia kiongozi wetu mchapakazi, na ukipita mpango huu tunakwenda kutangaza mtandao mkubwa wa barabara ndani ya Temeke usiopungua kilomita 100. Ndugu zangu, hivi sasa kila mwaka wa fedha tukijitahidi sana, mtandao wetu wa barabara tunaojenga ni wa kilomita zidi 10 kila mwaka, lakini wanatemeke wamekuja na mpango kabambe. Wataalamu wetu pamoja na baraza hili tumetengeneza utaratibu ambao umepita ngazi zote, kuanzia kwa wataalamu kuja kwenye wajumbe wa baraza, umepita TAMISEMI, umepita Wizara ya Fedha, na Wizara ya Fedha umebadilishwa jina, umeitwa Alternative Financing for Temeke Municipal Council. Ndugu wa Temeke, kupitia platform hii ipendeze kuwapa taarifa, ndani ya mpango tumezingatia kila aina ya kero: kero ya elimu, kero ya afya, kero ya barabara, na tumekwenda mbali. Tumekwenda kwenye eneo la kupanga upya mji wetu wa Temeke kwenye eneo la ardhi, na tumejipanga. Maombi yetu ya fedha ya serikali kuu yatapungua sana kupitia mpango wetu na kupitia ulipaji kodi wa Temeke. Tumejipanga kwa mwaka wa fedha na watu wetu wa manunuzi, mkurugenzi, kwa kuwa kwenye mpango wa manunuzi kipande hiki hakijaonekana, baraza linaelekeza. Inaweza kesho kutwa ikampendeza waziri wetu mkuu akasaini mpango wetu, na ninaamini kwamba atatusainia, tukapitisha mpango wa ujenzi na tukatangaza mtandao wa barabara wa kilomita 100. Lakini wakati huo mpango wa manunuzi hatujaweka. Mchakato wa manunuzi ni mrefu sana, tukajikuta miaka inakwenda na hatufikie malengo. Sasa nendeni, mkurugenzi, baraza hili linabariki kwenye mchakato na mpango wa manunuzi, ingizeni mpango wa barabara. Tuna imani kubwa sana na Mheshimiwa Rais, makamu wa rais na waziri wetu mkuu kwenye mapendekezo yetu, ili ikimpendeza kiongozi wetu mkuu akapitisha, tusipate kazi ngumu ya kurudi kwenye mchakato mrefu wa manunuzi.